ili mtu aweze kulala usingizi, kuna kitu kinatolewa ndani ya kiwiliwili chake, alafu kinawekwa kando, ndiyo analala. Na ili aamke ni lazima kile kitu kichukuliwe kirudishwe tena ndani ya ule mwili, ndiyo anaweza kuamka. Na kisiporudishwa anakuwa ndiyo amekufa moja kwa moja. Lakini kitu chenyewe mpaka dakika hii ya sasa hivi hawajakijua bado kwamba kitu hiki ni kitu gani. Katika kongamano la wanasayansi lililofanyika nchini Misri mwaka 1990, daktari huyu alihudhuria, Dr. Ater J. Alson alihudhuria katika kongamano lile. Ni msomi wa kimataifa kutoka chuo kikuu cha Uingereza Oxford. Akapewa nafasi ya kuzungumza, akaona ni wakati mwafaka niambie dunia juu ya kifo na usingizi vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu. Akawaambia ya kwamba ili mtu aweze kulala usingizi, kuna kitu kinaondolewa ndani ya mwili wake, kinawekwa kando, ndiyo analala. Na kisiporudishwa ndio anakuwa amekufa moja kwa moja. Na ili aweze kuamka, basi ni lazima kile kitu kichukuliwe kirudishwe tena ndani ya mwili wake, ndiyo ataweza kuamka. Haya aliyasema Profesa Ater J. Alson. Wasomi wa Qur'ani wakamwambia kwamba jambo hili Qur'ani tayari ilikwisha lisema katika karne ya 7 katika sura ya 39 aya ya 42 katika surati Zumar. Qur'ani ilieleza jinsi usingizi na kifo vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu. Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona